Habari, karibu sana. Hii ni Perfect Bongo TV na kama ilivyokuwa kawaida yetu, huwa tunakutana na watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti kwa ajili ya kuzungumza nao, kuelimishana juu ya mikasa na changamoto za maisha yao. Tumesafiri mpaka mkoani Kigoma, tumekutana na mama hapa ambaye huyu yeye alitakiwa kuuliwa ama kutolewa kafara na ndugu wa mume wake, kwa maana ya shemeji yake, ili aweze kupata mali na utajiri katika shughuli zake. Kwa hivyo tuko naye hapa na tunazungumza naye, atatuelezea ni yapi hasa yaliyotokea, hizo changamoto, matatizo na majanga ambayo yalikumbana nayo mpaka leo hii yuko tayari kwa ajili ya kushare na sisi changamoto zake ambazo walizokuwa wamezipitia katika maisha yake. Kwa tuko naye hapa na tunazungumza naye. Mama, habari yako? Nzuri. Habari za hapa? Na hapa safi. Okay, kwa mtu ambaye anakuona leo mara ya kwanza, pengine utambulisho wako wewe ni upi? Majina yako, mwenyeji wa wapi, umezaliwa wapi, familia, elimu na kila kitu kuhusiana na. Ndio, kwa jina naitwa Neema Selemani. Mimi ni mzaliwa hapa Kigoma, lakini kwa hivi sasa naishi kijijini. Lakini mimi jamani sikusoma. Kwa miaka tulipozaliwa sisi ilikuwa ni changamoto sana kusoma. Changamoto kwenda shule. Kwenda shule ilikuwa ni changamoto sana. Yaani shule ilikuwa sio kazi rahisi, maana shule ilikuwa inategemewa Kigoma mjini, hapa ni Kieja. Sasa hapo Kieja mpaka utoke kule Mwandiga uje ufike Kieja ilikuwa ni ngumu sana. Watoto wengi hatukusoma kufuatana na changamoto za hivyo. Sema hukusoma manake hata ile darasa moja hukuwahi kufika shule. Hata darasa moja mimi sikwenda. Sawa, umesema umezaliwa huko kijijini sasa ama hapa Kigoma? Nimezaliwa hapa Kigoma, nimezaliwa pale sehemu inaitwa Kahabwa. Ndio alipokuwa baba yangu na mama yangu, wote walikuwa familia kubwa tu ilikuwa pale. Baada ya kuwa maisha ya mjini akawa yameleta shida kwa familia, baba aliamua kuhama. Akaenda wapi? Akaenda kijijini. Akaenda kijiji cha Sibwesa. Mkoa wa Kigoma huu. Hiyo ndio wanaita wilaya ya Uvinza. Sasa ndo nimekulia kule mpaka nikafika kuolewa. Nikawa Uliolewa na umri gani labda pengine? Kuolewa nina miaka 15. Ndio nimeolewa, nimeenda kwa mume wangu huko, nimekaa, nimezaa watoto 5. Lakini kwa hivi sasa nina watoto 3, 2 waishatangulia mbele ya haki. Basi ndo maisha ya ndoa yakaanza sasa hapo. Kwa hiyo nimekaa kwenye ndoa yangu, baada ya kukaa nimekaa kama miaka 10 na kidogo, ndo hizo changamoto za magonjwa zikafanya nini, zikanianza. Maana changamoto za magonjwa nimepambana nazo changamoto za magonjwa. Nilivyoanza kuumwa, shemeji yangu ndo walikuwa wanafanya kazi moja na mume wangu. Sasa tajiri wake akamdanganya, akamwambia kwamba wewe unatakiwa ufanye nini, tunaomba mtu kama vile kafara, ili ukitolea hii kafara basi mimi nitakufanya nini, nitakupa hela nyingi sana, nitakuwa tajiri na wewe kama mimi. Sasa akatazama akaona na mimi nilikuwa mtu wa karibu naye sana, tulikuwa tunapendana sana. Yeye shemeji akasema huyu. Yaani wewe na shemeji yako mlikuwa mnapatana sana? Sana, tulikuwa tunapatana sana. Ikabidi sasa ule shemeji yangu akawa anakuja, nikafikiri anavyonipa vitu vizuri, ninajua kama vile tunazoeana, ni shemeji yangu, tunapendana sana, ananiletea chakula, anafanya. Kumbe mwenzangu siwezi kuyajua yaliyokuwa rohoni mwake. Sasa ikawa siku moja tu nimeenda shamba, narudi, navuka tu mlangoni, nikasikia kama vile utumbo ufanya nini, umesokotwa. Sasa nikawa na dharau, nikawa najua kwamba labda au ni mwendo nilitembea
au sijui ni kwa sababu nimekaa muda mrefu sikula ndio maana tumbo limeniuma. Hilo tumbo limenipelekesha hivyo, limenipelekesha kitu cha mwaka mzima. Linauma linaacha, linauma linaacha. Tangu zamani nilikuwa sijawahi kuumwa hata kidogo. Unaona? Basi nimekaa hivyo. Nikawa naenda nazidiwa sasa. Watu wakasema, mbona huyu anaenda ana sofu sana huyu? Hebu kwanza mpelekeni hospitali. Muda sasa wananichukua kuja hospitali Kigoma. Nikaa sijitambui tena, nikawa nikisimama zunguzungu kinishika na anguka napoteza fahamu. Basi ni wakanileta huku Kigoma. Hapo Kigoma nikaja nikatibiwa, nikapelekwa hospitali Maweni. Maweni wakanipima, wakanambia hatuoni ugonjwa. Basi nikarudishwa nyumbani. Baba mkwe wangu akawa ameniambia kwamba mimi huu ugonjwa naweza nikautibu. Baba mkwe. Hapo mume wangu hayupo, amebaki nyumbani na watoto. Yaani nimekuja kwenye familia yao. Akasema sawa, kama kumbe wale wadada zake akasema kumbe basi kama unaweza baba hebu mtibu. Katengeneza dawa asubuhi mapema sana, katengeneza dawa kwenye glasi. Ile dawa alivyotengeneza akaja akanambia mama kunywa hii dawa. Nikachukua ile dawa asubuhi, nikajua ni dawa, nikanywa. Nilivyokunywa nikapoteza fahamu, sikujua kinachoendelea kama ni kitu gani. Ninakuja kushtuka niko hospitali Maweni. Nikasema huku nimefika fikaje? Wakasema sababu ni wewe kunywa ile dawa ambayo uliopewa na mkwe wako. Kweli ndo nika nimezidiwa nikapoteza fahamu. Sasa ule baba mkwe akamwambia kwamba tutakuua, ndo akanifuata Maweni. Akawa ananipulizia kwenye kucha humo, ananipulizia pamoja mdomo, kwenye macho, kwenye masikio. Akawa anapuliza hivyo, anapuliza ndani. Anapoenda ananipulizia ndo mwendo naenda naimarika nikaa najua huyu ni fulani. Hospitali ananiambia kwamba sisi hatuoni ugonjwa. Anatakiwa aruhusiwe tu aende nyumbani. Nikaruhusiwa. Nikafika nyumbani. Nilipofika nyumbani nikaambia hivi, kwa sababu hapa hivi nina uwezo wa kusema, naomba mnipeleke kwa baba yangu. Kijijini huko. Basi ndo akawa amesema basi ngoja tumpeleke. Akanisafisha. Kipindi hicho tunatembea kwenye maboti. Nikaa nimesafirishwa na mdogo wangu mpaka nyumbani. Nafika kule nyumbani. Na kanyaga tu ndani, nafika tu ndani. Asubuhi ndo tulifika, nikazimia tena. Mbona huyo ametoka hospitali amezimia tena? Watu wakawa wanahangaika huku na huku. Wakaamua tena kufanya nini, kwenda kumuita mganga. Mganga akaja. Akasema mimi huu ugonjwa na uweza. Nikaa kama nikitembea ni kama vile nakanyaga makolongo vile. Lakini nikasema baba akawa amekuja pale akasema hapana, naomba huyo mganga simtibu mtoto wangu, naomba mtoto wangu mimi mwenyewe nitamtibisha mwenyewe. Kaondoka mimi, mume wangu na baba, tumeenda huko, tukasafiri kwenda kwa mganga tena. Wapi huko sasa? Huko tunaenda kijiji cha pili. Kinaitwa hapo tulipokuwa tumetoka Kalani, tunatoka Kalani tunaenda Sibwesa sasa. Ndiko baba yangu alipokuwa, maana aliposikia naumwa alikuja kunifuata mimi Kalani. Basi tumefika kule. Kufika kule wakaniambia hapa kuna mganga. Huyu mganga nikomesha. Nikachukuliwa nikapelekwa kwa ule mganga. Kwa ule mganga nimetibiwa. Ule mganga akashindwa. Ikaonekana atolewe hapa pelekwa mganga mwingine. Nikatolewa pale nikapelekwa kwa mganga mwingine. Yule mganga na yeye akajitahidi akasema ngoja leo meli inapita. Nunua mayai. Nikanunua mayai haya 3. Nikaweka kwenye bakuri. Tukaenda pembezoni ya mwaziwa. Asema meli itakapopita unatupa yai moja kwenye maji. Unatupa la pili, la 3 unasema beba mzigo wako huo. Basi mimi nikaa nimeenda na yale mayai. Meli inakuja imeegesha pale, inapakia watu inaondoka. Nikatupa yai la kwanza,
nikatupa yai la pili, nikatupa yai la tatu. Haya, beba mzigo wako. Sasa kulikuwa na kakuku kadogo kamefungwa nguo, kale kakuku tukakaacha huko. Sisi tukaja, nikamwambia usigeuke nyuma, nikaja titi mpaka nyumbani, sikugeuka nyuma. Tumefika pale nyumbani kwa mganga, nikanajisikia kwanza kidogo mwili mwepesi. Tukalala siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4 kale kakuku kakaja kutoka porini kanakuja kufika pale. Nilivyokaona tukale kakuku nikapoteza tena fahamu. Kuku ametoka mwenyewe porini mpaka huku. Porini. Yaani tulimwacha mbali sana kama hivi stendi mpya na sisi ndio tunakuja huku, lakini ule kuku alitoka kama vile stendi mpya anakuja kufika hapo. Mwenyewe na nguo zake vile vile. Akasema wamerudisha kile kitu, watu wakaanza kukimbiliana, jamani tutafanyaje huyu mama, jamani kimbilia. Ule mganga kafanya ya kwake, nikawa tena tabani, siwezi hata kuinuka. Wakaonekana kuna mganga mwingine ametoka Ufipa, mpelekeni. Nikatolewa kwa ule mganga, nikapelekwa kwa ule mganga tena. Basi ule mganga na yeye akaanza akasema huyu mgonjwa mimi nitamponyesha, lazima niende naye kwangu. Sasa huko kwake kwa kwenda huko ni kupanda meli. Ndio mnaenda huko kwa huyo mganga mwingine. Baba akatoa nauli na nini na kila kitu. Haya, nenda. Nikaondoka na mdogo wangu tukaenda kwa huyo mganga. Mume wangu nikamwambia wewe usiendi, baki na watoto. Mimi nikaa nimeenda. Tumefika kwa ule mganga, nimetibiwa. Ni safari ya kwanza kanipeleka kwenye makaburi. Nikalala kwenye kaburi, nikachanjwa dawa, nikatolewa, nikaja nyumbani. Ugonjwa ukasema mimi hapa wala sijatikisika. Yani umelala kwenye kaburi kwa maana yake umelala kama usingizi ama? Nimelazwa tu, afa na nimimina dawa. Nikaja, nikafika ngoja nibadilisha, akabadilisha. Kesho yake tukienda mtoni. Ule mto unapita upande huku, katikati ndio kuna jiwe. Tukapanda kwenye lile jiwe mpaka pale juu. Kafika pale lile jiwe, akasagasaga dawa zake pale, amemaliza kusaga dawa, akaanza kunichanja. Akanichanja. Anachota maji kwenye mto, ananimimina. Basi mimi nilivyotoka pale, akasema basi kumbe hapa ukienda usitazame nyuma, nenda moja kwa moja. Basi mimi pale nikaa nimetoka, tukaja na mtoto wangu na mdogo wangu moja kwa moja mpaka pale nyumbani. Tukafika tunaingia ndani. Tulipofika tunaingia ndani, ndio yeye mganga akaja. Kafika kanichanja. Kumaliza kunichanja, basi akanambia basi tulia. Nikakaa. Kesho yake ugonjwa ukanizidia. Ugonjwa ndio sasa ndio kama vile umeenda kuitwa. Nikasema naomba nirudi nyumbani. Akasema hata utapona, una mizuka, ngoja tukuchimbue. Wakachemsha sifuria, ikawekwa na maji na mawe ndani ya maji, yakachemka sana. Sasa wanayapika yale mawe. Sasa anayapika yale mawe. Sasa ndio nikachukuliwa sasa nguo nikafunikwa na kile kichungu kikaingizwa ndani. Ndio wanafunua sasa, wanafunua mfuniko kidogo kidogo, ile joto ikaniingia. Basi nilivyotoka mle, macho nikawa sioni. Macho yakafunga kabisa, sioni. Nikamwambia naona giza tupu wala sioni. Sasa utaona. Nilivyotoka pale, wakaanza kunipigia ngoma, una mapepo, piga ngoma. Sina pepo lolote ambalo lililopanda. Kutoka pale nikawa nimeenda nyumbani, nikafika ndani nikalala. Asubuhi nikawa naona mtu kama vile kakimvuri tu kanapita, naona giza mbele wala sioni vizuri. Nikasema jamani, mimi nimepofoka macho kwa ule mfuke, ni kama vile umeniunguza mboni za macho. Asema hapana, hiyo ni ule ugonjwa ulionao. Kweli. Wakasema sasa hapa hivi unani matibabu ya mwisho, tunataka tukupeleke kwenda kukuzika.
azikwe. Alikuwa hai. Bado niko hai. Nikafika kule wakachimba shimo, likachimbwa. Lile shimo lilivyochimbwa nikabidi wakanilaza mle mshimo. Ilikuwa ni sehemu nyingine ya porini tu, ilikuwa sio sehemu ya makaburi. Wakaweka miti huko afu akafukia na udongo, wakakonga moto juu. Mimi nimeshafukiwa nimo ndani. Yaani wewe umefukiwa upo ndani, alafu juu yako ndo juu wameweka miti afu akaweka na udongo, afu akakonga moto. Sasa unapata pumzi, nilikuwa napumua, lakini nikasema hapa mimi nakufa. Hapa nakufa. Yaani hapa nikitoka hapa, kwa hiyo mganga sikai tena. Anakwenda huyo mganga anaweza akaniua. Basi tulivyokaa pale wakafukua, wakanitoa. Wakanichanja. Huku juu sikujua kinachoendelea ni kitu gani. Sasa nilivyotoka pale nikaanza kujiuliza, maana nilikuwa mimi peke yangu na mganga na yule mshirika mwenzake. Walichokifanya kule juu sikujua walifanya kitu gani. Mimi si nilikuwa niko kwa ndani. Basi kabidi nilivyotoka pale nikaa nimekuja. Tukaja nikamwambia mdogo wangu ambacho nimetendewa huko mimi sijawahi kukiona kwa kweli. Nimezikwa. Akasema hivi umezikwa, umepona kabisa, umepona. Basi nikaja. Nilipofika nyumbani nikalala siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ugonjwa tena ukarudi. Nikamwambia mganga naomba nirudi nyumbani. Akasema basi ngoja tumwagize mume wako aje. Nilipopita meli kipindi kile kipindi kile ilikuwa ni kutuma barua. Hamna simu. Wakaniandikia barua nikapeleka mdogo wangu akapeleka melini, ikaja ikamfikia mume wangu akapanda meli, akaja. Meli ile ilivyogeuza kamefika. Nikamwambia Evan, kinachodili hapa ni mimi kurudi. Maana sioni, siponi, hali ni ile. Kwa hiyo naona kama hapa ule mganga akasema hapa hawezi kwenda mpaka anipe hela shilingi 30,000. Na 30,000 ile wakati ule ilikuwa ni kubwa sana. Ni hiyo ilikuwa kwenye muda ilikuwa 89. Mwaka 1989. Basi kabidi nikawa tumetoka pale. Mume wangu akasema basi kumbe mmoja turudi. Mganga akasema basi kumbe mama wangu akamwambia mimi hapa sina hela, natakiwa hela tuende na wewe mganga ndio utaenda kulipia hela kule nyumbani. Sawa. Tukaja naye ule mganga tukapanda meli paka nyumbani. Kule kwa baba sikushuka tena, nikaa nimekuja moja kwa moja mpaka nyumbani kwangu. Nilipofika pale nyumbani nikawakuta watoto wangu. Tukakaa kama siku 4 hivi. Ule mganga akasema mimi nataka nitoe chungu nyumba yako, umewekewa sijui nini na nini. Ule shemeji yangu ndipo nilipojua kwamba yeye ndo ambao amenifanya hivi. Kwa sababu yeye tulivyoenda mimi nilikuwa watu walikuwa wananiambia, lakini mimi nilikuwa siamini kama ni yeye ndo amenifanya hivi. Lakini sasa nimekuja na ule mganga, yeye mwenyewe akaja akapiga magoti mbele yangu akasema shemeji naomba unisamee. Mbele yangu akanambia shemeji, kama umehangaika kufanyika nini wala nini, kwa kweli nilidanganika na nilidanganishwa, mimi ndo nilikuwa nimefanya hicho kitendo, kwa naomba unisamee. Nikajifikiria huyu mpaka anakuja kuniambia kumbe hangaika yangu yote hii kumbe yeye ndo amenifanya hivi. Mimi nikamwambia kakake basi tunaachana. Huyu mdogo wako sio mzuri kwangu. Na kama atakuwa amenikosa mimi hata wewe anaweza akakumaliza. Huyu sio mtu mzuri. Basi niko hivyo. Kumbe ule mdogo wake alikuja kuniomba ruhusa pale, akaenda kushtaki polisi. Kaka na mke wake wameniletea mganga, ule mganga anataka kuniua mimi. Ule mganga na mume wangu akashikwa mpaka polisi mahakamani wakaja wakafungwa Bangwe. Mimi nikabaki tena na magonjwa. Hukumiwa sasa mume wako? Mwaka mmoja. Na mganga naye akafungwa. Sasa nilipobaki pale nikaona mimi hapa huyu amefunga ana lengo lake. Japokuwa kama amekuja kuniomba msamaha ana lengo lake. Kumbe mimi hapa ninacha kufanya ni natakiwa niondoke. Nikaenda kwa babangu mdogo nikaomba nauli, akanipa. Nilipoona boti linapita
nikaingia kwenye boti na watoto wangu wote, nikaondoka nikaenda tena kwa baba. Nilipofika kwa baba, ndio akasema sasa huyu wale watu wamefungwa inakuaje? Wakasema kumbe wa ndugu zake wamkatie rufaa. Wa ndugu zake wakamkatia rufaa, ikabidi ile rufaa akashinda, akamaliza miezi 6 akafunguliwa. Alipofunguliwa akamekuja pale, hakukaa, akamekuja moja kwa moja mpaka kule kwenye niko, tukaja kunichukua mimi na watoto. Tumerudi tena kule nyumbani kwangu. Nikaenda nikakaa. Nimekaa hapa nikamwambia mimi hali yangu sio nzuri. Kwanza huyu mganga hivi amefunguliwa, apewe hela yake aende. Wakamchangia pale, mganga akapewa hela, akawa ameondoka. Kaamua kuuza nguo zangu, nikaongezea, akaondoka. Yule mganga alivyoenda nikamwambia bwana, hapa mimi sikai, naenda nyumbani. Kwa sababu huyu bwana kama amekufunga, alafu yeye amekuja kwamba msamaha yeye ndo amenifanya hivi, lazima atazidi kuendelea, mimi natakiwa niende nyumbani. Nikatoka kule, nikaja mpaka nyumbani. Nilipofika nyumbani sasa, nikafika ugonjwa ndo kazidi. Nikatuma ujumbe, naomba mwambieni mume wangu aje, hali huku sio nzuri. Akamefika. Nikamwambia bana, mimi huko kurudi siwezi kurudi. Kama ni kuachana basi ndio tutaachaniana hapo hapo. Basi nikawa nikaumwa hivyo, nikawa najikaza, lakini wala haviendi kabisa. Tumbo utasema kama vile mna kichuma fulani kizito cha hatari. Baba akasema bora twende na Manyele kwanza hospitali. Nikapelekwa na Manyele, nikaenda kupimwa. Na Manyele nilivyoenda kupimwa ikaonekana huyu mama hana ugonjwa hata mmoja. Nikarudishwa. Nikaja nikafika nikakaa. Mimi nilikuwa ni mtu wa kukaa, jua likija najianika tu hapo. Nikidumbukia naingia ndani naenda kulala. Nikawa hivyo tu, nimeenda na huo ugonjwa umenimaliza karibia miaka 4 niko na ugua. Sifanyi kazi aina yoyote, ni mzee wa kukaa tu. Lakini nikamwambia baba, mimi naomba kwanza niende kwa George. Akanambia, uende kwa George kufanya nini? George ni nani? Ndogo wangu. Akasema basi kama umeamua kwenda huko, jaribu kwanza kwenda, labda unaweza kupata mganga anaweza akakutibu ukapona. Nikamwambia na mume wangu, akasema sawa. Mimi nabaki na watoto. Nikasema haya, mimi nikaondoka. Mimi mpaka Kirando. Nilipofika Kirando, tumekaa pale, nimekaa kama miezi 3 Kirando. Sasa ndo akaja huyo mhubiri huyo. Huyo mhubiri alivyofika pale, mimi nikaguswa pale, nikamwambia ndugu yangu, ngoja kwanza niende nikasikiliza hizo kelele huko ni za nini. Nimetoka kwenye zile kelele, nimeenda. Nikafika pale nikakuta watu wamejaa hivi, wengine wanafunguliwa. Roho yangu ikashtuka kweli. Lakini sikusogea, nikarudi. Na ulikuwa ni mwezi wa Ramadhani, watu wamefunga, lakini mimi sikufungaga kwa sababu naumwa. Nilipotoka pale, nikaja kaambia kaka yangu, mimi nimeota kule kuna wahubiri, wale wahubiri mimi nataka niende kwanza. Naomba naenda kule kwa wahubiri. Unaenda kule utakuwa umesaliti dini. Nikamwambia kaka yangu, hamnidai wala mimi siwadai. Niacheni mimi niende. Nimeenda. Siku hiyo ndio nikafika nikakumbana na huyo mhubiri. Yule mhubiri kweli akaniombea. Alivyoniombea tu nilisikia kama moyo wangu umefanya umefunguka. Nikarudi nikaja kulala. Nilivyolala asubuhi yake nikamfuata tena ule mhubiri. Akasema sasa hapa unatakiwa kufanya nini? Umwamini Mungu utapona. Kweli nikaja nikamwambia kaka, mimi nabadili dini. Akasema unabadili dini baba atakukubali? Nikasema baba atakubali. Kwa nini asikubali? Baba akifa atazikwa kaburi yake na mimi nitazikwa kaburi yangu. Kila mtu ataichukua adhabu yake mwenyewe kwa matendo aliyofanya hapa duniani. Akasema haya, mimi nimeenda. Kwa kweli nikashirikiana na wale wahubiri. Wale wahubiri walikuwa wa kanisa la Moravian.
Basi tukashirikiana na wale wahubiri, nikawa wakaniambia unatakiwa ufunge siku 7. Nikafunga siku 7. Nilivyofunga ndo nikaanza sasa kufakua kila siku niko kanisani, kila siku badala ninapoenda ndipo naenda nafunguliwa. Kila siku ninapokwenda naenda nabadilika hivyo nikaa nimefanya muda wa miezi 4 nafuatilia ibada. Wakaja misionari walivyokuja wakasema hivi, tunahitaji wagonjwa wote wapite mbele. Na mimi nikapita. Tukachaguliwa wagonjwa wangapi? Wagonjwa 4. Wakasema hao wagonjwa, hapo hivyo mimi tumbo ni lenye kujajaa kama vile mtu mjamzito. Afu mwili mwembamba, tumbo ndo limejaa. Akasema hao wagonjwa natakiwa waende hospitali wakachekiwe. Tawapeleka mimi mwenyewe kwa gari langu. Huyo alikuwa misionari, alikuwa anaitwa Kunudi. Basi na mimi nikaa nimeenda na ule misionari mpaka hospitali na Manyele. Mimi ndo nilikuwa kwanza kupimwa. Nilivyopimwa nikaonekana nina uvimbe mkubwa sana tumboni. Natakiwa nipigwe operation. Sasa nikajiuliza, muda wote nimepimwa, muda wote nimeugua, ninakaribia miaka 5 niko na ugua, unakwenda kupimwa ugonjwa haupatikani. Leo imekuaje upatikane? Basi akasema mimi nikasema siwezi kupasuliwa hivyo, nataka nini nikajiandae. Nikarudi. Nilipofika pale Kirando nikaagiza ujumbe, nikaenda kwenye radio call. Nikampigia mume wangu simu, nikamwambia fanya jitihada wewe na mama mpande meli mje, ina maana mimi na Manyele natakiwa niende nipigwe operation, na siwezi, wameniambia mume wangu awepo na mzazi wangu, baba hawezi kuja lakini mama aje. Kabidi wakasema basi tusubirie wiki hii tunakuja. Nikawasubiria, wakawa wamekuja. Walivyokuja sasa wakafika pale, nikawapa zile barua ambazo nilizotoka nazo kwa yule misionari kwa muda, na yeye akamefika na gari akasema mjiandae Jumatatu tunaondoka. Jumatatu tumeenda asubuhi, tukaondoka na misionari paka na Manyele. Nikafika nikakabidhiwa kwa mchungaji wa Moravian. Basi kabidi pale siku ya kwenda kwenye operation nikaenda kukabidhiwa kanisani. Maana dokta mkuu pale alikuwa ni Soras. Na yule Soras alikuwa ni mzee wa kanisa na mke wake. Wakaambia mgonjwa ule mzungu akaambia hivi, Soras nimekukabidhi mgonjwa huyu, naomba aingie kwenye operation na atoke salama. Sawa. Basi wakaingia pale, wakaniombea, wachungaji wakaniombea na wazee wa kanisa wakaniombea. Nikala siku ya pili, siku ya 3 nimeenda kwenye operation. Nikafika pale, nikalazwa. Asubuhi nikaingizwa fieta, nikapasuliwa. Kwa kweli kwa uwezo wa Mungu nikatoka salama. Sikupata tatizo lolote, nimetoka nikala siku 3, wakanambia natakiwa alale siku 3 hapa, kutolewa nyuzi atatoka nyumbani kwake. Ili atoke hapa aenda kakae kwa mchungaji. Naenda kukaa kwa mchungaji mpaka nimelala siku 10, ndio nikaenda nikatolewa nyuzi, nikarudi pale kwa mchungaji. Nilipomaliza ndio nimeshuka nikaja mpaka Kirando. Kwa hiyo nikawa nimefika Kirando, ndio nikaanza kumuuliza kaka yangu, je, ulikuwa unaniambia mimi nisiokoke? Huu ugonjwa ungepatikanaje? Ona sasa tatizo ambalo nilokutwa nalo ni tatizo ambalo la kutishia, na nimeshangaika sana baada ya miaka 5 yote hii nasumbuka, nazunguka kwa waganga, mara wanifanye hivi, mara wanichanje, kulazwa kwenye makaburi, kuchimbiwa udongo, nafukiwa, nazikwa. Kwa hiyo hizo changamoto zote unaona, kama sasa unaona kwa Mungu ni mara moja kimeonekana ambacho kwa kinanitesa na kimetolewa. Nikamshukuru Mungu. Ndio nikaanza sasa na mambo ya kufuatilia mambo ya kanisa. Ndipo nilipookokea. Kwa kweli nilimshukuru Mungu sana.
nilivyookoka na nikamshika Mungu, sikupata tatizo la aina yoyote tena. Naona ndo nimekaa sasa, ndo nimeenda mpaka yeye mume wangu na yeye akaanza kuugua, nikamleta huku Kigoma, nikamwambia bwana tumwamini Mungu, na yeye akawa amemwamini Mungu. Lakini sasa yeye alienda tofauti na kama vile Mungu alivyokuwa anataka, kwa sababu alikuwa amemwambia aache sigara akakataa. Mungu akamemvuna. Naona. Kwa hiyo nikabaki mjane, na tangu mume wangu afe leo hili na hesabu ana miaka 10. Niko mjane. Kwa hiyo sasa hapa changamoto ambazo zilizokuja kunikuta tena hapa katikati tena, nake muda wote nimekaa nafanya kazi zangu vizuri kila kitu. Sasa changamoto zingine zilizokuja kunikuta katikati hapa, nilipata shoti ya mkono. Shoti na umeme au shoti aje? Mkono tu ulianza kuuma, ukawa unakataa kunyooka wala kukunja wala kufanya nini. Basi nikawa naendelea hivyo, lakini sio kama eti unaniweka chini pa kulala, natembea lakini una maumivu tu. Sasa ndo nimekuja, nilivyokuja nikafika kwa mdogo wangu pale, nikasema ngoja niende nikamsalimie mchungaji. Nilipofika hapa nikakuta kweli kuna maombi, ndio nikaanzana na maombi tena, mafungo nini, maana ukimwamini Mungu kila kitu Mungu atakutendea. Maana hakuna mtu anaoshindwa na kitu. Mungu anaweza. Mwanadamu hawezi, lakini Mungu anaweza. Na ukimwamini kwa roho moja, utaona atakutendea mambo makuu ambao hata ufahamu wako hauwezi. No. Kwa hiyo Mungu alinitendea hivyo, na mpaka leo mimi nampenda Yesu na namwamini Yesu. Kwa kweli alinitendea mambo makuu. Nilipitia kwenye changamoto nyingi, lakini alinivusha. Na kama nisingekuwa na Mungu, saa hizi wangekuwa wameshafanya nini? Wameshanisahau muda mrefu. No. Shoti ya umeme baada ya kuombewa ikawa imeisha. Yani shoti ya mkono baada ya kuombewa, naombewa inaenda inaachia kidogo, lakini bado ipo, bado ni mkono huu wa kulia. Maana unauma hapa kwenye bega hapa. Ndio penye unapouma. Lakini najua kwa uwezo wa Mungu, maana walikuwa mchungaji kama ananiambia niende x-ray. Sasa kufuatana kwenda x-ray sina hela, ikabidi nikwame, nikamwambia basi nitajikita kwenye maombi. Kwa hiyo nabidi naendelea kumtukuza Mungu. Atatoa anaweza akasimamisha mtu yoyote, akajitolea, akasema kwamba ngacha tumpeleke x-ray tujue ni kitu gani ambacho kinachomsumbua. Kwa hiyo ndio niko hapa. Mimi nampenda Yesu. Kwa kweli mimi nimeokoka kwa njia hiyo. Nilikuwa Muislamu kweli, lakini nimeokoka kwa njia hiyo, na sasa namtukuza Bwana Yesu. Wakati wa Uislamu wako ulikuwa Muislamu ambaye kwa sababu tu baba na mama ni Waislamu, ama ulikuwa Muislamu ambaye pia hata dini ya Kiislamu labda uliisoma na matendo kama kuswali na nini ulikuwa unafuatisha? Mimi nimekaa kwenye Uislamu kwa sababu nimezaliwa kwenye Uislamu, baba na mama ni Muislamu, ndi nilivyokaa kwenye Uislamu. So kusema nilikwenda kwamba kwenye Uislamu nilikuwa nimesomea Qur'ani, nilikaa kwenye Uislamu kwa sababu baba na mama walikuwa Waislamu, na mtoto yote akizaliwa kwenye dini si lazima afuate dini ya baba yake na mama yake. Basi ndilo hivyo. Vipi baada sasa ya wewe kufanya uamuzi wa kuokoka, familia ilichukua uamuzi gani, ama ilikuchukuliaje kama baba au mama na ndugu wengine? Yaani kama baba yangu hakuchukia na wala mama yangu hakuchukia, ila ndugu wa kaka zangu na wadogo zangu na wadada zangu walichukia sana, mpaka wakanitenga, na mpaka leo wamenitenga kwa sababu mimi wananiita mimi ni kafiri. No. Wananitenga kabisa, yani hata kama hata msaada wao hawataki hata kunihusisha hata kwenye msaada wao, kusema kwamba tunataka kanisaidia mimi, hawawezi. No. Sasa hivi maisha yako yanaendaje? Yani huko umeniambia huko ni mjane kwa miaka 10 sasa, manake huna tegemezi. Pengine maisha yako yanaendeshwa aje? Yani maisha yangu mimi yanaendeshwa, maisha yangu ni mimi mwenyewe, maana nakaga huko kijijini, nilime, nikivuna, siku zinaenda. Lakini kwa hivi sasa sina nguvu ya kulima na wala sina nguvu ya kufanya kazi ya aina yoyote, kwa sababu kinachofanya kazi ni mikono, na mkono mmoja ni mbovu. Unaona?
Kwa hiyo maisha yangu yanaendeshwa kwamba kusema atakaopata shilingi 2 anipe, nitakula. Ndio maisha yangu yanavyokwenda hivyo. Ikitokea mtu labda pengine anataka kukusupport, utakuwa uko tayari, na ni support ya namna gani ambayo hasa unahitaji? Mimi naweza nikashukuru kwa kweli kwa mtu mwenye anataka kunisupport, kama kwa mfano kunisaidia, anaweza akanisaidia kwamba aniwezeshe, maana miguu yangu ya kutembea ninayo, macho ninaona, anaweza kaniwezesha, akanipa angalau mtaji wa kusema kwamba na mimi nifanye shughuli, kama ninaweza nikatembea nikaenda nikafanya shughuli, maana huku kuna shughuli nyingi. Unaweza ukaweka kiauction hapo, unalangua matunda unaweka pale, unauza, mambo yanakwenda, unapata angalau hela ya kula na ya kutoa sadaka. Nikupe pole kwa changamoto ambazo wewe umezipitia, lakini pia nikupe hongera kwa kuendelea kuwa na moyo wa ujasiri na kuamini kwamba unaweza kuishi na unatakiwa uishi. Pengine unaweza ukazungumza kitu gani kwa watu ambao wenye tamaa za mali ama utajiri kama ilivyokuwa kwa huyo shemeji yako, kwa ajili ya kuwaua wengine? Hawa pia unaweza ukazungumza nao. Hao nawazungumzia kwa kweli watu wa namna hii, maana Biblia inasema usiache mchawi aishi. Unaona, watu wa namna hii ambao wenye matamaa ya hela kwa kutaka kumaliza familia kwa sababu wenyewe wapate hela, hao ni watu kabisa wa kutupilia mbali. Unaona, ni watu ambao hawawezi kukaa ukaribia na mtu ambao amemwamini Mungu, ameokoka. Ni watu wa kuchoma na kuwafukuzia mbali kabisa, hata wasionekane mbele za watu, kwa sababu ni watu ambao wanaozofisha maisha ya wenzao. Unamchukua mwenzako, anaacha familia yake, familia inabaki inahangaika. Wewe unakuwa ni mtu kama vile umemkosesha mwenzako kuishi ili wewe uendelee kuishi. Na kwa nini mtu wa hivi aishi? Unaona, huyo mtu wa hivi ni mtu wa kutupilia mbali, na yeye apotee, aje afai kabisa. Maisha ya shemeji yako pengine kuna muda yalibadilika, labda alipata pesa? Yaani shemeji yangu hakupataga pesa, maisha yake yalikuwa maisha ya duni, na mpaka vile alivyofika kufa hakuacha chochote. Unaona, alikufa kinyama tena, alikufa amekonda vibaya sana, kama vile hata mwenye kuugua ukimwi anakuwa na mnofu, maana alikonda sana. Na alikufa analalamika, anasema, anataja watu wote aliowaua, anawataja watu ambao aliwaroga. Mimi hata kwenye mazishi yake sikwenda, wala kilioni kwake wala sikufika. Maana yeye ambaye alikuwa ataka kuua ili apate pesa, yeye aliwahi tangulia kufa kabla ya. Mungu alitenda, maana na nisingemwamini Mungu mimi ndo ningeanza kufa mbele yake, lakini kwa sababu nilimwamini Mungu akawa mwokozi wangu wa maisha yangu, alitangulia yeye, mimi nimebaki ninaishi. Namshukuru Mungu kwa hilo. Amina. Basi mama, nikushukuru kwa muda wako na nikutakie kila laheri. Mungu akubariki sana. Amina, amina. Namshukuru sana Mungu na mimi nawashukuru sana. Basi ni hilo, mimi sina mengi ya kuzungumza kwa kweli. Ndio hivyo, ndio changamoto ambazo nilizopambana nazo katika ulimwengu huu. Na waagiza tu watu, jamani, tumwamini Yesu. Ukimwamini Yesu utapata matunda ndani yake na utapata uzima. Maana vifo vya vila wakati vinakuwa vinasababisha mtu unabaki na unyongo, unaacha watoto. Lakini ukimwamini Yesu kila kitu utaoneshwa. Kila kitu utakiona kwamba kweli Mungu anatenda. Amen.